Vipi? Ulikoenda? Uko salama? Safi kabisa. Tembelea huko nyumba nzima. Ni nyepesi kabisa. Yaani hii nyumba ni nyepesi kuliko tulivyokuwa tunadhani. Nimezunguka kona zote za nyumba. Usalama upo. Safi sana. Na mimi nilipoenda uko salama kabisa. Nina imani hapa ni sehemu sahihi kwa ajili ya kufanya mambo yetu. Hilo halina tatizo. Tutafanikiwa kwa haraka sana. Kwa sababu hii nyumba haina chochote kabisa. Tena hakuna kipingamizi chochote kitakachotuzuia sisi kufanya mambo yetu. Basi na mimi nilipokagua kote, kila pembe na kila kona iko salama kabisa. Na hisi hapa ni sehemu sahihi kwa kazi. Huyu Kiza safari hii kwa sababu kila kona sasa hivi tunaona anatukimbia. Na hisi anataka kutuacha kwenye safari yetu. Akifanya masiara tutamtoa kafara yeye kabla ya kuja hapa. Hicho ndo kilichobaki mshirika. Maana anatuumiza sana akili yetu. Bila zote tunamtafuta yeye. Anataka kutuharibia kazi iwe ngumu, lakini naamini sisi wawili hii kazi hatutashinda. Unaonaje ile mshirika? Kama vipi tunaanza na yeye? Sasa acha twende. Mimi nikafanye maandalizi kwa ajili ya ile kafara ya mdogo wangu uliyokuambia. Inabidi tuondoke sasa. Vipi? Safi, shikamoo. Marhaba, nimemkaje? Salama, maana mguu mimi ndo nakuja kwako nawe tena ndo unatoka. Mdogo wangu, sijui ndio asubuhi lazima niende kwenye majukumu. Ndio maana nimeamka asubuhi, tena leo nimeamka mapema. Kwa sababu kuna sehemu nitapitia mara moja, kuna jambo naenda kuleka sawa. Alafu nikitoka ndo naenda ofisini. Ndio maana nimeamka mapema hivi. Vipi lakini kwema uko nyumbani? Nyumbani kwema. Niambie, mbona asubuhi mdogo wangu? Sio kawaida yako? Kwa kama mimi kuja asubuhi huko kwamba imekuwa nini? Nimekuja kukusalimia, nimekuja kukupa sifa zako. Zipi tena? Kumekucha. Sasa yule mchumba uliomleta nyumbani. Umetuletea bonge la wifi. Bwana umetuletea mtu. Nakwambia tu kwanza mama mlivyoondoka tu. Mama kamsifia. Acha wewe. Mama kamaliza maneno. Nakwambia nikabaki mnyonga lakini pia wifi mzuri. Kwa kumbe zile sifa sijaziona mimi mwenyewe na nyie pia mmeziona. Na yule anaonekana mpole na roho nzuri yule. Yaani angalia tu kipole. Yule ana utu na utulivu. Kweli? Kabisa. Basi mimi nilikuwa na wasiwasi nikajua nyie mtamkataa. Nikajua mama atamkataa, wewe Mudi mtamkataa. Kwa hiyo nyinyi mpitisha. Mama yako mwenyewe nakwambia hivi, nakwambia jino lote la 30 limeonekana. Bwana wewe. Sasa sipati picha siku ya harusi. Sijui itakuwa mamangu. Hiyo siku kuacha tu mama. Mimi mdogo wako. Siku nakwambia ni mambo yako. Yaani nakwambia kwa balaa nakwambia kaka. Usiniaibishe na wageni. Na wageni wametoka sehemu mbalimbali mdogo wangu. Sasa kuaibishaje kwa mfano? Jambo lazima nilishike niliweke hapa na kuaibishaje. Sasa tunacheza kistana wewe pale kuna wageni wakubwa na wewe mdogo wangu. Mimi unanijua kucheza kistana mdogo wako siwezi. Kwanza nina timu yangu. Yale kigodoo unaijua. Hapo mniache kidogo kwanza. Yaani siku hiyo mniache nifanye yangu. Kakaangu umeleta mtoto kama yule, mimi ni poe. Wewe sio kweli siwezi. Kakaangu siwezi. Kwanza mama kukaenda zake huko Mnazi. Ameenda Mnazi? Kijijini. Kaamka asubuhi kwa fulalo naye. Mbalamu. Mbalamu. Usambani huko juu. Wote nakwambia wasambaa wote siko ni kucheza tu kiume nakwambia. Lakini sasa hayo yote tuyaache. Kakaangu mimi nimekuja hapa nilikuwa na shida zangu. Shida yangu ile nilokuambia. Na mimi jambo langu ndio kesho kutu. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja. Yes. Kweli. Unajua nilikuwa na hela ndani. Lakini kama unavyojua mdogo wangu kipindi hiki niko resi sana. Kwa sababu ukizingatia shughuli ndio inakaribia ukingoni. Sababu kwa hapa kweli pesa ilikuwa nao lakini pesa yote imeenda kwenye majukumu. Unajua shughuli ndio hii bado ya moto. Kwa gharama za kila siku pesa, mara utaambiwa muziki wanahitaji, mara utaambiwa hiki, mara ukumbi.
Kwa nakuta pesa inakuwa inaingia inatoka. Ila tu nitahakikisha nikifika ofisini swala lako nitalifanyia kazi. Sitokuangusha. Kakangu usiniangushe, mimi nitadhalilika mwezi. Si unajua kuna nataka nikadamshi nikaonekane. Matashiti yote nije niamalizie kwako tena huko nisipoonekana mimi sitaonekanaje jamani? Nitajitahidi ndugu wangu. Kweli? Vipi lakini Mudi anaendeleaje? Mudi ya jambo. Mwacha amelala tu mpaka sasa hivi. Alale. Acha kwenda maskani alale achekwe. Unamjua yule kakangu. Kwa chambe. Hapo yule. Kaza zake maskani nakwambia. Yule naye namtafutia kazi, hataki kazi. Amekuwa ni mtu tu wa kudanki hapa pale kukaa maskani. Kushoto, kunja kushoto hapo siku na kiduka unakiona. Wewe njoo. Baridi. Acha mshikaji wangu vitoto hivi. Zingatia hapo mshikaji wangu. Zingatia wapi ndugu yangu, wakati mimi nakuelekeza mazingira yangu mwenyewe sielewi, hapo nianze kukusanya vitoto kama hivi vitoto. Matukio. Demo wa shule ambayo Romkaga ndio mwenyewe tunajua. Alituletea ujao huko maskani, mnajao unga kwa nikamsikiliza mshikaji wangu si ana mambo gani. Angalia mwanangu tuzuri sije kalipitanganya hapo kaisha. Hamnaweza wewe niaminie mimi mbwana, wewe kanibukia mbwana subiri kwanza nakuja. Kwaje? Fresh. Kama kawa. Karibu vipi rafiki yangu, mbona umenilizia ngola nini umenikimbia kwenye chochoro zangu inakuwaje? Tunajua tangia siku ile tulivyoonana. Mimi nimekumisi mwenzio yani. Mama nimekuja atakuona. Umenimisi mimi? Ndio wewe. Wewe ndio kwa binadamu wa kwanza kunimisi katika hiki hapa kinchi chote, mimi sikufichi raia wanatamani kinoma. Wewe unanimisi? Noma kinoma. Karibu lakini. Fresh. Sasa huku mazingira yenyewe mnaona kumejificha mlichochoo. Sasa inakwaje? Kumejificha kwa nini ulipofika hapo ulinitaji gani? Matukio. Sasa matukio nitakaa zalani rafiki yangu nicholeke wewe uone raia kibao. Mimi nakwambia raia wanatamani kinyama. Amina, ndio maana ile kucholeka mbele za raia na ganzi. Vipi lakini mazingira? Fresh yani. Karibu kwenye chochoro zetu. Hamna, mimi hapa tu nimefurahi tu yani nimekuona hivi yani. Nimefurahi yani. Nakubali mtoto mzuri nini nikia kwenye kona zangu mimi nahisi siku yangu leo nitaimaliza vizuri. Kweli? Yeah. Hata mimi kwenye 1 na 2 naamini kabisa. Leo aishi hivi. Leo kama sijakutana na boy leo nikamfanya vibaya akanipa mali zake. Oya. Tula mgwani mwanangu nimalizane na mamkali soon as possible mimi nageuka hapa. Baridi usiwaze. Nielekeze mama. Hamna, mimi nimekumisi tu nimeona nije kukuona. Au sio? Mimi nimeenjoy kwa sababu wewe ndio utakuwa kiumbe wa kwanza kwenye msimu tukio mshikaji wangu. Au sio? Kwa hiyo nakuaje? Mimi siona mwanangu anastua pale. Kuna ratiba nyingine au umeniletea mchongo au? Hamna, hata nimekumisi tu yani. Au sio? Nimeenjoy mtoto mkali kama wewe kwenye msimu. Poa basi mwanangu, ngoja nimsikilize. Au sio? Poa. Baridi hata mida tutaonana na fresh. Asante. Unajistendia mwenyewe, wanajistendia wapi pale kanibukia mgwani kaja kunipa details zake mwenyewe. Nije niwashe kwanza mshika mambo asiwe mengi, unajua? Vipi lakini harakati baridi. Sema tatizo lako unawaza. Kama niwaze basi unajua kwa hapa watu wengi wanaga roho juu kufanya tukio muda wote waona. Na kama mnakuletea ugeni muda wote na kama unaisha. Wewe hata usiwaze. Hata usiwaze mwanangu lako. Sema nini ujue? Shangazi. Kama nilipokupa taarifa kwamba kuna mgeni wangu atakuja kwa ajili ya kumtambulisha. Na huyu ndio mgeni wangu mwenyewe, anaitwa Jafari. Jafari, karibu sana nyumbani. Asante sana. Huyu ndio shangazi yangu, ni kama mama yangu. Amenilea kuanzia nikiwa mdogo mpaka sasa hivi umri huu. Maana wazazi wangu mimi waliniacha nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo ndio alisimama kama baba na kama mama pia. Asante sana. Mimi nashukuru nimepajua, nashukuru nimekutana shangazi. Shangazi, mimi nashukuru sana kukutana na wewe. Ujio wako nilipata taarifa. Aliniambia kwamba nitakuletea mgeni shangazi. Kwa hiyo kama mgeni ndio umefika nyumbani, karibu sana mke wangu.
huyu mimi ni binti yangu, kama alivyokwambia, nimemlea tangia akiwa mdogo. Wazazi wake walifariki, wakaniachia mimi kama. Hapa ndo nyumbani, jisikie kuwa huru. Karibu sana kwa. Asante sana shangazi. Kama jinsi nilivyokuambia Nonji, kweli mimi ndio mwanaume ambaye nahitaji kumuoa, na nampenda sana Nonji sana sana. Na ukizingatia sisi upande wetu tushafanya process zote. Nishampeleka kwetu, ameshamuona mama yangu, ameshaiona familia yangu, wadogo zangu, na baadhi ya marafiki zangu anajiona nao, wafanyakazi wenzangu. Kwa hiyo sisi kwetu tupo tayari. Kwa hiyo kilichobaki tu ni upande wenu nyie. Ndio maana akasema basi twende kwanza ukamuone shangazi. Nasema mimi na shangazi yangu ambaye ni wa karibu sana. Nikasema basi tukamuone, kwa imekuwa vema. Mimi nafurahi sana nimekuona shangazi na nimepaona hapa. Basi sawa, hata sisi pia upande wetu hakuna tatizo. Maana alinipa taarifa mapema sana kwamba shangazi, kuna mgeni nataka nimlete hapo nyumbani. Kwa hiyo nashukuru pia kukufahamu. Karibu mkwe wangu, nimekupokea kwa mikono yote. Sawa, kingine shangazi, mimi kwa naomba shangazi swala lisichukue muda mrefu sana. Lisichukue muda mrefu kwa sababu mimi namhitaji Nonji muda wote shangazi. Nampenda sana. Huyu ni mwanamke wa pekee kwenye maisha yangu. Kwa hiyo sitaki kupoteza muda kabisa. Maana wanakuambia Waswahili, inawezekana leo lisingoje kesho. Ni kweli kabisa. Na ndio maana nimeamua kufanya process mapema, kila kitu tusipoteze muda. Maana ukizingatia nina marafiki zangu ambao nimesoma nao, ndio wanafanya kazi nje ya nchi, wamekuja wako hapa Tanzania kwa sababu ya kunisupport siku ya harusi yangu na sherehe. Kwa wote wako hapa, wafanyakazi wenzangu ambao nafanya nao kazi hapa ni wote wako tayari. Kwa hiyo sitaki niwacheleweshe watu kurudi kwenye majukumu yao. Kwa hiyo nikaona ni vyema watu kulifanya ndani ya hii wiki. Itakuwa vizuri. Na ndani ya hii wiki naomba mke wangu awe tayari amekwisha ingia nyumbani kwangu. Kwa shangazi, naomba unisaidie ndani ya hii wiki ili swali hilo likamilike shangazi yangu. Sawa, ulichosema shangazi. Ila sasa wewe tayari umeshajiandaa na familia yako. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba na mimi unipe hata wiki 2 hivi na sisi tujiandae, kwa sababu kuna ndugu, kuna jamaa, kuna marafiki, kuna majirani, wote wanatakiwa waalikwe. Na jambo la heri huwa halifichwi. Kwa hiyo ukinipa wiki 1 kwangu ni siku chache sana, hazitatosha. Utakuwa umenibana kwa upande wangu. Nikuombe tu ile shangazi yangu. Sawa. Lakini hizo wiki 2 shangazi, kama kuna vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, labda kuhusu familia, ndugu, kuwajulisha labda kuna watu wako mbali, sawa. Lakini kama unahisi kuna swala lolote ambalo linakuhamisha ndani ya hii wiki kukamilisha jambo, labda swala ambalo linahusu mambo ya pesa, maana unasema lazima ualike watu, ni kweli, ualike majirani, ni kweli. Kwa kutahitaji kabla ya vyakula, usafiri, mambo mengine hapa na pale. Kwa hiyo kama ni swala lolote ambalo litahusu fedha, hilo wala usijali, sababu lipo ndani ya uwezo wangu mimi. Maanake mimi nimeamua maji kuyaoga, kwa hiyo sidhani kama kuna haja nibakiwe na nguo. Kwa hiyo nipo tayari kwa lolote. Kwa kama kuna masuala yote ambayo yatahitaji fedha, chochote kile utamfahamisha Nonji, afu Nonji atakuja kwangu mimi, tutamaliza. Maanake swali la kwangu ninahitaji muda wote. Kwa kama swala lote kuhusu fedha shangazi, hilo usijali, mimi nitalizingatia. Lakini kama kuna mambo mengine kifamilia ambayo yataweka ugumu kidogo, nitasubiri hizo wiki 2 shangazi. Sawa, mimi nilikuwa naomba tu nipate hizo wiki 2 za kujiandaa, au at least hata wiki 1 kama na nusu, ili na sisi tufanye maandalizi. Alafu tutazungumza na mwanangu, atakupa mrejesho. Pia naomba nipatie hizo siku kwanza kidogo. Sawa shangazi yangu, hamna shida. Basi shangazi, mimi kwa kuwa leo kazini kwangu niliomba udhuru ya muda mchache, maana niliaga mara moja. Kwa hiyo naomba nirudi ofisini nikaendelea na majukumu yangu mengine. Kwa nafikiri lolote lile. Karibu. Shangazi, asante sana. Haya, karibu sana mkuu. Shangazi, ngoja nimtoe. Usichelewe basi kurudi. Sawa. Shangazi. Haya, karibu mkuu. Haya, na kwa mimi usiniangushe. Wala usijali kwa hilo. Kuangusha. Asante sana. Haya, tuko pamoja. Shangazi. Haya. Mwenzangu. Niambie kwa tatizo. Kuna nikae vizuri. Shoga, kama ulivyoona. Mbona kitu hiko? Nimeona. Na limenona? Si unanijua mimi sikosiagi kulenga. Una baya. Sasa, nataka hii ndoa ifanyike haraka sana iwezekanavyo. Sitaki ichelewe kabisa. Kama unavyojua, mimi kafara kwangu ni ya muhimu sana. Sio kwangu tu, hata kwenu pia. Maana mimi nitajiongezea nguvu na nyinyi mtajiongezea.
mapenzi yangu. Ni kweli kabisa. Lakini huyu Kiza ananichanganya kichwa. Maana kila nikimwangalia kwenye dada zangu simuoni alipo. Ni kweli. Sasa tunamfanyaje kuhusu huyu Kiza? Maana anataka kufanya mambo yetu sasa yawe magumu. Maana chama letu ni watatu. Sasa huyu mwenzetu kama anatukwepa hivi, tunamfanyaje huyu Kiza? Ila huyu ni ya chini. Huyu dawa yake iko chini. Vipi? Safi. Nikuandalie chakula unakula au unaondoka? Hamna. Wala sijali, ila sasa tusimame na jambo letu hili la ndoa kwanza. Ili lipite kwa haraka ili tukamilishe tulilolikusudia. Basi sawa, haina shida ndugu yangu. Nikutoe. Sasa mshirika, bwana ndo kama yule ulivyomuona. Na nadhani jana umeona vizuri mazingira nyumbani kwake jinsi nilivyokupeleka yalivyo. Nyumba nyepesi, haina uzito wowote. Pale ni sisi tu na kazi yetu. Tukianza kuenda pale, tukifika tu rasmi kwa ajili ya kuanza hiyo kazi yetu. Nadhani unanielewa vizuri. Ni kweli kabisa, maana sio nyumba tu, mpaka yeye mwenyewe ni mwepesi. Kwa sasa kama nilivyomwambia yule, si wiki 2 hapana, tufanye hii wiki 1 ili jambo lipite, tupate wepesi wa kumla supu ile, maana sumama na jamaa lenyewe lilivyonona vile. Yaani mimi sitaki kabisa habari za wiki 2 hizo, sizitaki kabisa. Yaani mimi nataka haraka iwezekanavyo. Yaani sema ndio hivyo tu, ingekuwa amri yangu hata leo hii mimi niwe mle ndani kwenye jengo. Maana nachelewesha sana mambo yangu. Yaani nataka ile kafara mimi kwangu nifanye haraka sana. Tufanye hiyo wiki 1 aliyotaka yeye. Yaani nataka haraka sana iwezekanavyo ili jambo likamilike. Hilo halina shida, lipite. Ndio nachanganya kichwa kabisa. Huyu ndo atatufelisha sasa mambo yetu. Tunamfanyaje sasa? Yaani Kiza ana matatizo sana, sio kweli. Yaani ana matatizo kabisa. Kwani au kuna sehemu labda pengine alienda kuvamia imekuwa nzito kwake hata kudhamiria. Yaani hapo ndo nashindwa kuelewa. Sijui amekwama wapi. Wasubati, habari zenu? Salama vipi? Salama, habari zenu hapo kina? Salama wazima. Mshirika, huyu jamaa huyu ametuzalilisha sana. Mzee Kiza amenialika wangu twende. Tunafika kule sasa tulichokutana nacho. Kila kijaribu wapi. Niliumia sana ile siku. Yaani tumezalilika kiasi kikubwa sana. Na kinachoniumiza zaidi, kwa nini Kiza hakukushirikisha wewe? Laiti ungekuwepo, hii kazi singetushinda. Mpaka leo anapita mtaani anatutambia nini. Yaani naitamani sana nyama yake huyu. Lakini mimi kama nilivyowaambia, huyu asiwasumbue kichwa. Yaani huyu ni mtoto mdogo sana kwangu. Ila ngoja jambo langu ili mimi likishakamilika, likitiki, kuhusu yule niacheni mimi. Yaani tutashughulika, tutahangaika naye kwa kila kitu. Nyie msijali kabisa. Lakini mimi hapa kinachoniumiza kichwa ni huyu Mzee Kiza. Kiza kila lada, kila sehemu unapomwangalia simuoni. Sijui imekuaje, sijui ana matatizo gani. Au kuna nyumba aliingia, nyumba nzito amekwama huko. Kiukweli hata mimi sijui. Ila kama linaingia akilini hivi, huenda labda amenasa huyu mwenzetu. Yuko wapi mpaka leo? Anataka kufanya mambo yawe magumu. Sisi tuko watatu, leo tuko wawili. Tunafanyaje sasa? Kama huyu mwenzetu hivi anapita hivi. Kiza. Ila sawa, achana nao. Acha mimi nirudi nyumbani ndio kafanye maandalizi. Hamna shida. Basi sawa. Basi haya. Haya. Tafurahi sana huyu jamani kila siku yake. Maana anaitamani sana, amejazia, amenona. Tunakosaje kumla huyu? Ndio hivyo brother, mimi napambana. Kaka, utasikia brother, mimi baadaye nitakuja dukani nitakucheki, kuna jambo nalisolve hapa chap chap. Wewe tena mdogo wangu. Baadaye nakucheki brother. Hey sister. 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 Hey sister. Hey sister.
Vipi? Mambo mrembo. Sijasikia vizuri au? Umesemaje? Anyway. Yaani tengeni nilipokuona tu. Moyo wangu umedarisi. Kifupi nimechukua kukupenda sana. Wewe naomba unisikilize. Wewe si bado mtoto kabisa wewe. Yaani wewe bado. Mimi naenda kupeleka wapi? Kabisa na kuchukua mimi mashoga zangu ndo boyfriend wangu. Jamani nyumbani na kutambusha kama nani? Jamani. Isinuksi safari yangu shaingia. Hebu neno kuniita mtoto acha kwanza mrembo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Ray, Kaira Kigodoro. Jina nzuri sana. Anyway, mimi naitwa Aidan. Ni sawa. Yaani watu wengi wananishobokea wanataka mimi siwataki. Yes wangu. Mrembo. Naomba nikubalie basi. Wewe nisikilize. Mimi naitwa Ray Kigodoro. Nina mizigo yangu, nina vitu vyangu. Unaniona? Mtizame kwanza vizuri. Unaniona? Unaniona? Wewe sio vitu vyangu. Kwanza wewe bado mtoto sana. Nakupeleka wapi? Sikiliza basi mchumba, jaribu kunielewa. Mimi sio mtoto, yani usiniangalia hivi. Ni brace tu kidogo basi unione. Mimi sio mtoto bwana. Hebu nibalie. Kwenda huko. Sisi yani wewe kama upo hapa mtaani wewe lazima nikupate tu. Mimi sije ukatariwa. Sinaga shombovu yani. Kwani wewe dem vipi rafiki yangu? Mbona kila chocho unaniwinda unanispy kinoma rafiki yangu? Anatoka nimekupa namba yangu ya simu mshikaji wangu maana nikipita huko wewe upo nikipita huko wewe upo au sio? Afu cha ajabu nikikutana na wewe maneno ya msingi wa kuongea huna au sio? Hem niambie kwani nimekufanya kitu gani au nimekuzingua nini? Wewe nielekeze. Amna, sasa mbona mimi nimekuita jamani alafu unakuja hapa unaanza kuwa mkali. Sasa ndio nini sasa? Si mamangu nielekeze swali niambie. Amna kibaya chochote ila yani kukuita kwangu kote yani kwa nataka nikwambie nakupenda Matukio. Nakupenda sana. Unanipenda? Unanipenda kivipi? Mko nielekeze unanipenda kivipi kwa sababu wewe mwenyewe unajua unaelewa unajua chocho zote zinajua mimi life langu kadanda katoa au sio? Na wewe mwenyewe unaelewa hizo. Wewe unanipenda vipi? Nakupenda kutoka moyoni yani. Yaani mimi nakupenda natamani hata tuanzishe hata familia. Yaani niko serious na upendo wangu. Kweli bwana. Jana ilikuwa yao leo ya kwangu. Yaani toka siku ya kwanza unanivuruga sana akili. Zile zote mada za kuonana na wewe ni kwamba ninakupenda sana Matukio. Kwa sababu mimi hujui sijawahi kuambiwa kauli kama hizo na mtoto yote katika chocho hizi hapa zote. Nisikuficha sasa kama wewe umetokea bahati wenyewe wasemaga bahati na kuja mara moja wewe bahati yangu. Sasa kama ile toto zuri kama ile hapa limekuja kunielekeza msela unajua mazingira yale haya. Utakubali kula ugali na kachumbari au unasemaje? Nikuelekeze. Umeona hiyo issue ya matukio. Mimi jina langu halisi mimi naitwa Modi au sio? Matukio. Ya, matukio ndo majina yetu haya mtaani. Unajua maneno ya ajabu. Ila mamgwani kama wewe kama utapenda kuniita Modi, mtoto mkali. Unajua mtoto mzuri. Nikuelekeze. Umenishangaza kinoma, yani umenistua. Sema next time mimi sitopenda tena tukutane katika mazingira kama haya usio. Kwa kuna michongo nitaiseta alafu nitakucheki nitakuelezea ngola kama ka utajua kwa kama hata unasema sawa. Poa. Modi, I love you. So
Karibu sana. Pole. Asante sana. Vipi lakini? Huko salama? Haya, barabarani kama unavyojua tu, hali ya hewa ndio hivyo nzuri. Karibu sana. Huku ndio kwetu bwana. Ndio kujificha. Sorry, sipenzo matunda. Napenda. Si nilishaambiwa system yako ya maisha ikoje na kitu chako. Mambo yote matunda. Sawa, haina shida.